Guys, karibuni sana. Before niwadropie hiyo video ambayo ina trend, remember to subscribe guys. Kuna hii video ina trend, kuna huyu jamaa journalist ako na bibi alikuwa pregnant na hata karibu anajifungua, na walifanya wedding mpaka wamevalishana pete. So bwana ni journalist, aliamua kucheat na colleague ni bibi ya wenyewe, so akajitafuta BNB, akalipa kila kitu iko sawa na akakaa pale. Na jamaa alikuwa shabeba Viagra ziko pale. Na alikuwa ameenda kungoja ule msichana. Anamwambia baby girl, where are you? Msichana anamwambia tu niko hapa nakuja, karibia nafika. Wakati alisikia karibia nafika, akajua mambo ni mbaya. Anataka msurprise. Anataka msukume kama gari ya miraa. Akaamua akatumia Viagra, sijui aliweka kwa food ama alifanya aje, I don't know. Akaamua kutumia Viagra. So after kutumia Viagra, dem akafail. It was just a prank kuwa anakuja na kutoka na kufika hiyo siku. So jamaa shatumia Viagra, mzee amechangamka, dem hajafika. Mambo ikaenda bad. Akaamua kumasturbate in that room. Mambo ikakuwa ngumu. Mzee akaamua kumuua. So yeye mwenyewe aliamua kucheat. Aliamua kucheat bibi yake, akaendea side chick. Ili find peace, Mungu naye akaamua let him rest in peace guys. Na jamaa amekufa. Hapa ndio kuna huyu journalist, wacha niwadropie video muone venye mambo ilienda. Journalist plus the colleague, na colleague ni bibi ya mtu. Guys, ndio hii video pale. Mheshimiwa, sijui kama umemwona yule mwanadada. Yeah. Yule mwanadada ambaye alikuwa na Festus, alikuwa anafaa aende Festus. Aende atombwe na Festus Amemo, yule mtangazaji Edo Mayinga Radio. Alikuwa tu nasikia alikuwa tu amemwambia nimefika kwa gate. Napanda Uber. Ndio hiyo nimefika. Oh nini. Jamaa in the process mtangazaji Festus Amemo akachukua Viagra immediately. Akameza. Akifikiria ule msichana alikuwa sijui kama umeona ile picha ule msichana. Na nimeona ni msichana karembo kabisa, lakini mimi nauliza wasichana, why do you cheat your men? Nasikia jamaa hali ilikuwa si hali. Amemasturbate kidogo, imeshindikana. Ikakuwa shida bin shida. Na mimi nataka kuambia wanaume hivi, until you see the woman you want to sleep with. Exactly. Chukua vidonge umeze. Na mimi nashindwa mheshimiwa. Kama hujaona huyo msichana ukashika hivi, usichukue vidonge unameza. Hebu mawili matatu tu kusema. Na mimi nashindwa mheshimiwa. Ni kwa nini wanaume wanatumia Viagra? Uko na msichana ambaye ni msichana wako. Demu wako unampenda. Ni kwa nini unatumia Viagra? Wengine wako jaaliwa na unajua kama hauna nguvu ya kiume, unapata uko na pesa. Amemo hana nguvu za kiume lakini yako na shenzi sana mimi bwana. Wewe kufa bwana. Kwenda huko. Nenda ukasaidiane bana. Unaacha madamu akibeba pale. Wewe which type of a gentleman are you? ID yake iko hapa. Iko hapa kila kitu. Hiyo ndio video. Ni aibu ilioje. Kwa matanga wanaenda kusema jamaa alikufa nini. Eulogy yake wanaandika nini. The funny thing, this man is just a grown up person, mtu ambaye ako na watoto wakubwa. Watoto wataambiwa nini? Society itasema aje? Bibi yake ni aibu ilioje, and then the wife is pregnant. Huyu mtoto wakati atazaliwa watamuelezea ilifanyika aje baba akakufa. What happened? Guys, kuna vitu zingine kwa society zinaendelea za uchafu. Men, stop cheating your ladies. Sasa alikuwa anaendea nini kwa side chick? Na unajua bibi akiwa na mimba, mambo inakuanga zaidi. Sijui nitasema aje. Matunda uwe naiva zaidi kuliko ule ambaye ana mimba. Sijui kama mtu anaelewa. Acha nisiseme hiyo guys. Kwa wanaume ambao wanaelewa wataelewa. Matunda ya mwanamke ambaye iko na mimba inakuanga tu sawa. Tena tamu zaidi, it's like imeiva sana. So mimi sijui huyu alikuwa anaendea nini kwa tamani mbaya, mtakufa vibaya men. Can you style up? Anyway guys, thank you for watching.